Kutoka uwanja wa vita vya Kursk hadi jukwaa la heshima Pyongyang, medali za ujasiri zatolewa, muungano wa kijeshi wazidi kuimarika katikati ya kivuli cha vita vya Ukraine. Katika taswira nzito ya diplomasia ya kijeshi inayotikisa dunia, waziri wa ulinzi wa Urusi Andrei Belosov amewatunuku wanajeshi wa Korea Kaskazini medali za juu za heshima za kujitoa mwanga katikati ya mazingira magumu, akiwataja kuwa mashujaa wa kweli wa zama hizi. Tukio hilo limefanyika katika ardhi ya Pyongyang, likiwa si tu sherehe ya ushindi bali pia ishara nzito ya kuimarisha kwa ushirikiano wa kijeshi kati ya mataifa mawili, yaani Urusi na Korea Kaskazini, yanayokabiliwa na presha za kimataifa. Katika eneo la Kursk ambalo limekuwa mstari wa mbele katika mgogoro mkali wa vita vya Urusi na Ukraine, wanajeshi wa Korea Kaskazini walijiunga na vikosi vya Urusi katika operesheni kali ya kusukuma nyuma majeshi ya Ukraine. Kwa mujibu wa taarifa za kijeshi, askari hao hawakushiriki tu mapigano ya moja kwa moja, bali pia walifanya kazi hatari ya kusafirisha mabomu ya ardhini, jukumu ambalo mara nyingi huchukuliwa kuwa tiketi ya moja kwa moja kuelekea kifo. Katika mazingira hayo ya hatari, ujasiri wao uligeuka kuwa hadithi ambayo sasa imeandikwa kwa medali za heshima. Akizungumza mbele ya safu za wanajeshi waliovalia sare zenye historia, Belosov alisisitiza kwa sauti yenye uzito na ya ujasiri, na hapa namnukuu: "Hii ni siku ya kipekee katika historia ya undugu wa kijeshi kati ya Urusi na Korea Kaskazini." Mwisho wa kunukuu. Aliongeza kuwa askari hao ni fahari ya taifa lao na nguzo ya nguvu ya jeshi lao, maneno yaliyopelekwa kwa ukimya mzito uliojaa heshima. Medali za kujitoa muhanga katika mazingira magumu. Medali ya kujitoa muhanga katika mazingira magumu iliyoanzishwa mwaka 1994 hutolewa kwa vitendo vya kujitoa muhanga na ujasiri wa hali ya juu. Kwa agizo la Rais wa Vladimir Putin, tuzo hiyo imekuwa alama ya kuthamini mchango wa wanajeshi hao katika vita hiyo. Katika hatua nyingine ya kihistoria, Belosov pamoja na spika wa bunge la Urusi walihudhuria ufunguzi wa makumbusho maalum na mnara wa kumbukumbu uliowekwa kwa heshima ya wanajeshi hao. Makumbusho hayo si tu jiwe na saruji, ni simulizi hai ya damu, ujasiri na siasa zinazobadilisha ramani ya dunia. Katika kilele cha ziara hiyo, Belosov alikutana na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong-un, ambapo mazungumzo yalilenga kuimarisha ushirikiano wa kijeshi kwa muda mrefu. Kwa kauli iliyobeba uzito wa kimkakati, alieleza kuwa Urusi iko tayari kusaini mpango mpya wa ushirikiano wa kijeshi kati ya mwaka 2027 hadi 2031, ishara kwamba muungano huu haupo kwa muda mfupi bali ni mkakati wa kudumu. Hatua hizi zinakuja wakati dunia ikiendelea kushuhudia mvutano mkali unaotokana na vita vya Urusi na Ukraine, huku mataifa yakigawanyika katika kambi mbili, wale wanaunga mkono Kiev na wale wanaosimama upande wa Moscow. Ushirikiano kati ya Urusi na Korea Kaskazini unazua maswali mapya. Je, huu ni mwanzo wa muungano mpya wa kijeshi duniani au ni ishara dunia kurejea katika enzi za vita baridi kwa sura mpya? Kwa upande mmoja, wanajeshi hawa wanaonekana kama mashujaa waliopigana kwa ujasiri usioyumba. Kwa upande mwingine, ni sehemu ya mchezo mkubwa wa kisiasa unaochezwa na mataifa yenye nguvu duniani. Lakini jambo moja halina mjadala: katika ardhi ya Kursk, chini ya milio ya risasi na vilipuzi, historia imeandikwa na majina yao sasa yamechongwa si tu kwa medali bali pia kwa simulizi ya dunia inayobadilika kwa kasi. Kutoka anga la mbali hadi hotuba ya moto Pyongyang, mashambulizi, vitisho na siasa za nguvu za kutana katika jukwaa moja la kimataifa. Katika hatua nyingine, dunia imeamka na mshtuko mpya baada ya shambulio la drone kutoka Ukraine kupenya umbali wa kilomita 1700 ndani ya ardhi ya Urusi, likiacha majeruhi kadhaa na kuibua maswali mazito kuhusu usalama wa mipaka ya taifa hilo kubwa duniani. Kwa mujibu wa taarifa za maafisa wa eneo hilo, watu 9 walijeruhiwa katika shambulio hilo la ghafla, ishara kwamba vita vya Urusi na Ukraine sasa vinaingia katika hatua mpya ya hatari, ambapo hakuna eneo linaloweza kujiona liko salama. Drone hiyo iliyosafiri mamia ya kilomita kuvuka anga la Urusi limeacha alama si tu ya uharibifu bali pia ujumbe mzito: uwezo wa kushambulia kwa mbali sasa ni sehemu ya mkakati mpya wa vita vya kisasa. Kwa wataalamu wa kijeshi, hatua hii inaashiria mabadiliko ya wazi. Vita si tena mstari wa mbele bali sasa vinaweza kuibuka popote na wakati wowote. Katika mazingira haya, hofu imeanza kuenea, ikiwa kilomita 1700 si kizuizi bali mipaka ni nini? Wakati moshi wa mashambulizi ukiwa bado haujatoweka, upande mwingine wa dunia, kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong-un alisimama mbele ya wabunge
na kutoa kauli nzito iliyotikisa diplomasia ya kimataifa. Kwa sauti ya kujiamini alitangaza kuwa taifa lake sasa lina uwezo wa kuwa tishio la nyuklia dhidi ya Marekani, akisisitiza kuwa silaha hizo si za kulinda tu bali pia ni chombo cha nguvu ya kisiasa. Hapa namnukuu, "Sisi si taifa linaloshindwa tena. Sasa tunao uwezo wa kutishia pale inapohitajika," alisema kiongozi huyo. Kauli hiyo imekuja kama jibu la moja kwa moja kwa kile alichokiita ugaidi na uchokozi wa kimataifa unaofanywa na Washington. Tangu kujiondoa kwenye makubaliano ya kimataifa ya kuzuia silaha za nyuklia mnamo mwaka 2003, Korea Kaskazini imeendelea kujenga silaha zake kimya kimya, lakini kwa kasi sio kifani. Leo taifa hilo linaaminika kuwa na makombora ya masafa marefu yanayoweza kufikia bara la Amerika Kaskazini, hali inayobadilisha mizani ya nguvu duniani. Kwa Kim, silaha hizi si mzigo bali ni mafanikio, akidai zinaleta maendeleo ya kisayansi na hata ya kiuchumi, kinyume na matarajio ya maadui wake. Kauli ya Kim Jong Un haiji peke yake, inakuja wakati uhusiano kati ya Moscow na Pyongyang ukizidi kuwa wa karibu, hasa katika kivuli cha vita vya Ukraine. Kwa upande wa pili, Korea Kusini imeonya kuwa kauli za Kim zinadhoofisha jitihada za amani na kuifanya hali kuwa tete zaidi. Lakini swali kubwa linaendelea kubaki, je, dunia inaelekea kwenye mizani mipya ya hofu ambapo droni na mabomu ya nyuklia vinakuwa lugha kuu ya diplomasia?